upande wa tuzo. Tuzo za TFF ambazo zilikuwa zinapaswa kufanyika Disemba 5. Taarifa imetoka rasmi jana kwamba tuzo hizo hazitafanyika Disemba 5 na zitapangiwa tarehe nyingine. Nakumbuka kama kipindi cha uteuzi, kwenye uteuzi kunatoka taarifa kwamba nafasi fulani itachukuliwa na mtu fulani aliyekuwa kwenye nafasi hiyo amepewa majukumu fulani. Alafu kuna ile atapangiwa majukumu mengine. Hii ya kupangiwa majukumu mengine huwa inakuwa na mengi. Yanaweza akapangiwa au asipangiwe. Na hii ya kupangiwa tarehe nyingine, nyingi au majukumu mengine ukipangiwa unapangiwa majukumu ya nafasi ya chini kidogo kuliko pale ulipokuwa, kwa maana demotion. Kupangiwa hivyo, mshukuru Mungu kuna possibility ya kubwa ya kutokupangiwa. Sasa hapa tumeambiwa tarehe nyingine itapangwa ambayo hatujaambiwa ni nini, lakini pia hatujapewa sababu ya kwa nini imesogezwa mbele, kwa sababu mpaka kufika hapa tu tayari tumeshachelewa, ambayo ilikuwa inatakiwa kufanyika Disemba. Na Disemba ndio hiyo inafika tarehe 5, na itapangiwa tarehe nyingine ambayo tujui ni nini, ni lini. Maana yake unaweza ikashangaa mwaka mzima unapita katika tuzo ambazo zilikuwa zinapaswa kuwa tayari zimeshatolewa. Kwa sababu kama tulishapewa tarehe kwamba ni Disemba 5 ilikuwa. Alafu sasa hivi inakaribia, mnaambiwa kwamba itapangiwa tarehe nyingine ambayo haijatajwa. Inawezekana labda mwisho wa msimu tukawa na tuzo mara mbili. Wadau unapokea tuzo zako mbili. Pacome yule au Jean Charles ukakuta anapewa tuzo mbili. Bwana mchezaji bora wa mwaka wa msimu wa 24-25 Jean Charles Hawa. Sasa ni zamu ya mchezaji bora 2025 na 26 Pacome Zouzoua. Lakini of course tunazungumza kimasiara, lakini hili ni jambo ambalo linaleta dosari kwenye uongozi. Mimi na wahurumia viongozi wa TFF, na jaribu kujiweka kwenye nafasi yao na watu wa bodi ya ligi, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitaeleweka. Very possibly, na mimi naweza nika anticipate kwamba inawezekana labda kuna sponsor alizungumza naye akawapa ahadi, na hiyo ahadi haijaweza kutimia. Kwa hiyo hakuna namna. Na sasa hivi kwa tarehe tuliyoko leo ni tarehe 27. Maana yake ni kwamba zimebaki siku 8 tu kabla ya Disemba 5. Sawa. Kwa hiyo kwa ukaribu huu na jinsi ambavyo labda kuna vitu havijafaulishwa, labda mjapata venue, amjatengeneza hata hizo trophy zenyewe, it's quite possible kwamba imeshindikana kwa sababu ya logistics. Na mimi sitaki kuwalaumu TFF, lakini at the end of the day, kwa ninavyojua wadau wa mpira lawama watakutana nazo tu. Na hapakuwa na ulazima wa kufika hii hatua. Na mimi nadhani labda maelezo yangu yajikite kwenye nini kifanyike kwenye kuhakikisha kwamba hii situation haijirudi tena. Hapa kama kufeli tayari ishakuwa. Wanaweza wakatafuta wakarekebisha kwa mfano mikataba walionayo na baadhi ya wadau kwenye ligi. Na niliwahi kupendekeza hapa kwamba broadcaster, title sponsor ambaye ni NBC wakae na kuzungumza hili jambo, liwahusishe mandatory, yani liwahusishe kilazima kwa nafasi yao kama wadau wakubwa wanawezesha hii ligi. Lakini pia wanaweza wakatafuta partner ambaye ni venue. Kwa mfano mzuri Johari Rotana. Nataka kuamini kwamba Johari Rotana wana uhusiano mzuri na TFF, kwa sababu mara nyingi timu ya taifa huwa inakaa pale. Kwa hiyo sioni ugumu wa hii partnership inayoanzia kwenye timu ya taifa ikawa extended mpaka kwenye eneo la Johari Rotana kuwa sponsor wa venue ya tuzo. Na mnaweza mkaingia naye mkataba pia wa miaka 3 ili muenda uhakika wa mambo yaliyoko mbele. Kwa hiyo mimi na wahurumia TFF kiukweli, kwa sababu ni jambo la kutia fedheha, ni jambo la kutia aibu, lakini ndio lishatokea. Tuzo ambazo sasa hivi hazitokuwa tena tarehe 5. Malaki si wamehairisha ile tarehe ambayo walikuwa wameweka. Ukweli ni kwamba walifeli tangia msimu uliopita, kwa sababu lile jambo baada ya ligi kutamatika watu wanatakiwa kupongezwa kwa vile ambavyo wamevifanya. Nesta ili kuwa mfungaji bora apewe tuzo yake, na inatakiwa kuwa MVP, lakini TFF walifeli kwa namna yoyote ile ambayo ilipelekea wao kuto andaa hizi sherehe. Manake ni kufeli moja kwa moja. Lakini
walijaribu kuja na comeback wakatuambia kwamba Disemba 5 hilo zoezi litafanyika. Ila jana ndio hiyo taarifa nyingine ambayo imetoka kuona kwamba ili jambo haliwezekani tena kwa tarehe 5 mpaka wakati mwingine ambapo watatuletea tarehe. Kwa hiyo nikawa natamani kujua kwa nini hiyo sababu haijawekwa wazi, watu wajue kwamba hili jambo limefeli wapi, si ndio? Ndio. Kwa hiyo wakati nafanya uchunguzi wangu wa kutaka kujua kwamba kwa nini hili jambo halijafanyika na watu umefanya uchunguzi kabisa. Sasa unakuja kuzungumza hapo, watu wanataka kujua. Kaka wewe unatisha. Nikaja kujua huyu anaitwa mchambuzi mweupe au nikaja kugundua, unajua kwenye psychology tunasema kuna client anapokuja kwako, client anapokuja kwako huwa anampendea hapo jemedali. Client anapokuja kwako unapozungumza naye jambo, client unazungumzia mteja, tunawaita client. Kwa hiyo jambo likikushinda wewe ukitaka kulipeleka sehemu nyingine unatakiwa uombe ruhusa kutoka kwa mteja. Bwana, hili jambo nataka nimshirikishe, sogeza mbele. Yes, mimi limenishinda. Sasa sababu ambayo imepelekea hawa watu kuto kuifanya hii kitu ni confidentiality, hawezi kuja kuiweka wazi. Wewe kwenye uchunguzi kwao kupata chochote? Mimi nimepata, lakini ni kipi? Ni confidentiality bado jemedali. Ni sababu ambayo wewe zungumza bwana. Wewe sema, wewe umefanya uchunguzi bwana. Sisi tunataka kujua. Hawana pesa. No. Wala iko issue ya pesa. Issue ni nini? Hawezi kuongea. Mimi siwezi kuhitaji. Haiwezekani bwana. Na uchunguzi wako ulikuwa na faida gani? Na wewe ni tatizo. Kufanya uchunguzi. Hajafanya uchunguzi. Nimefanya uchunguzi. Kwa sababu mimi najua tuambie tu, tunataka kitu cha tofauti kutoka kwako ambacho wewe unakifahamu. Sasa ndio unajaribu kufanya nini? Hatutaki ujaribu, tunataka utuambie. Sababu ambayo wao imepelekea wao kuto kuahirisha hii ni sababu ya siri mno ambayo hawakuona kwamba kuna hiyo haja ya kuja kuiweka wazi this time. Lakini wewe unaamini kwamba hiyo sababu ni asiri, kwamba ikizungumzwa hapa inaweza inaweza kaleta taharuki, gari kapaki. Sasa Evansi mbona watu wamechunguza wewe kuhusu cheni na wamesema kwamba ni ya bei gani? Evansi, hii ni TFF wameshindwa. Tumekuwa tukizungumza hapa ni namna gani tunaweza tuzo hizi pengine ikiwezekana zirudi huku bodi. Tuone namna gani msimu ukimalizika na unapoanza tunakwendaje kufanya hizi tuzo. Inawezekana leo TFF hawajataka kusema, lakini hawana fedha. Timu za taifa zinataka kwenda kwenye AFCON, kuna wengine wamesafiri, wanaona tukichukua tena kama mzigo hapa tukiweka hapa kuna vitu vitakuwa mimi naamini wakubali tu kwa hili limeshindikana. Tuanze biashara ya msimu ukimalizika vitu vingine vile. Kwani shida ni pesa? Mwanzo ilikuwa ni pesa. Yani hata kama sitokea mwanzo. Wao unadhani wana hela, wana venue, wana kila kitu afu wameamua tu kuhamisha tarehe? Yani inawezekana ikawa issue sio pesa, lakini tukubali tu kwa msimu huu imeshindikana. Hebu tupe alternative. Kama issue sio pesa inaweza kuwa nini? Inaweza issue sio pesa. Wachezaji hapo. Inawezekana pia watu hapo wana uhitaji wao kwa ajili hizo shughuli. Na amemaliza na yeye. Na mimi nimefanya uchunguzi kama ambavyo mchambuzi mweupe naye kafanya uchunguzi. Lakini mimi sababu zangu nafikiri mimi sio za siri. Unajua huyu ni mtu wa siri sana. Huyu ni mtu wa siri na nimejaribu kuchunguza. Unajua tuzo sasa zilibadilika kutoka kuwa za ligi kuu zikaja kuwa tuzo za TFF. Na ni tuzo nafikiri zipokuja TFF ziko chini ya kamati ya utendaji ambazo mwenyekiti wake ni rais wa TFF. Ndio. Sasa TFF ndio hasa mwenye tuzo sasa. Kama unanielewa. Na nimegundua pia tarehe 5 kutafanyika draw ya World Cup New York, Marekani, na yeye pia atakwenda huko, amealikwa. Rais wa TFF atakuwa, kwa sababu pia na yeye ni sehemu ya watu ambao ni yeye, unajua ni makamu wa rais wa kamati ya beach soccer na nini sijui kamati moja hiyo beach soccer inajumuisha sio na futsal sio na nini, lakini yeye ni makamu wa rais wa kamati hiyo ya FIFA. Kwa ni miongoni mwa watu walioalikwa huko. Ni sehemu ya vitu ambavyo vina justify tuzo kuto kufanyika. Kitu kingine, akiwa kule tarehe 5 inafanyika timu ya taifa ya Tanzania
inatakiwa kuondoka Tanzania kwenda Masri kambini tarehe 8 ya mwezi wa 12. Kwa hiyo kuna wachezaji hapo watachukuliwa mapema, na siku zote kuna utaratibu ule wa kutoa kikosi kikubwa, alafu baadaye ile professional squad alafu ambayo mwanzoni na watu 55 alafu unakuja unaishusha unapata. Kwa hiyo kikosi kitakachoitwa sasa ni kile cha moja kwa moja, hakitakuwa na professional squad, na watatakiwa kuondoka tarehe 8. By tarehe 8 wanatakiwa wameondoka, wamekwenda Morocco, Misri. Kambi ya kwanza ni Misri. Kwa sababu kutoka pale wanatakiwa siku 5 kabla ya mchezo wao wa tarehe 21 au 23. Somebody told me 21 nafikiri. Mchezo wa kwanza wa Tanzania ni tarehe 21. Siku 5 kabla wako pale. Sawa. Kweli walijitahidi kutafuta pesa pia kutoka kwa hao wanaowadhamini, lakini pesa ambayo wameahidiwa Tanzania mechi yake ya kwanza anacheza Disemba 23 Jumanne saa 2:30 dhidi ya Nigeria. Siku 5 kabla wanatakiwa wamefika kwenye kituo ambao ni tarehe 18. Yep. Sasa pesa ambayo wameipata haikuwa ya kutosha kutoka watu ambao wadhamini, lakini walimpata mdhamini ambaye anataka kuweka pesa yake hapo, ambaye anakuwa ni mdhamini long term, sio? Yes, yeye anataka kudhamini hizo tuzo tu peke yake. Hii sasa wote sisi tunajua hali ya nchi yetu kwa sasa, si ndio? Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kuchukua tahadhari ya nini sasa? Vipi? Anakusikiliza. Vipi? Mimi nimeshangaa. Twende twende. Hapana bwana. Ngoja. Umeona hicho anachokizungumza Jemedali sasa. Kwanza hiyo ya kuondoka president, naamini kuna wawakilishi. Yaani tuzo ziweze kushindwa kufanyika kwa sababu president hayupo. Naamini wawakilishi wanaweza kawepo na jambo likatokea. Lakini pia hata hilo la wachezaji pia kuitwa kwenye national team, si ndio? Wawakilishi pia wanakuwepo. Yaani tuzo inaweza zikawepo pale na kila kitu kikaa. Nafikiri hii sababu ya tatu ambayo anaizungumza sasa hivi Jemedali ndio sababu ambayo mimi nilivyofanya uchunguzi pia nilikuja kuibaini kwamba kuanzia hiyo tarehe 5 pia watu hawataki mikusanyiko, muunganiko watu wengi hawataki kwa ajili ya taarifa inatolewa na nani? Taarifa wenye mamlaka wamesema. Kwa nini maana uchunguzi? No, kwa sababu TFF wao sio watu wa nani wa hayo maswala, hayo mambo ya nchi sijui nini, kwa sababu hayo mambo yanatangazwa na mamlaka zingine. Watu wataki mikusanyiko, watasema. Sasa Juma, na hiyo tuzo watu tuzo walitangaza tangu mapema. Sasa Juma, walikuwa wanajua hizi tuzo zilipaswa kufanyika huko kabla. Pengine zingefanyika hata kabla ya uchaguzi mkuu. Si ndio? Ndio. Lakini zikaenda mpaka zikapitia tulipopitia kwenye uchaguzi mkuu. Vitu vingi vimebadilika baada ya kilichotokea. Na hawa watu wanafanya kazi na mamlaka moja kwa moja, sio lazima waje kwenye redio. Kwa maagizo mengine yanakuwa ya ndani tu. So ukisema wewe kwamba mamlaka imesema, wanawasiliana wao, wewe unajuaje? Na ndio maana mimi nikasema ni confidentiality kwa sababu ile taarifa hawako. Know that. Ushanelewa? Hiyo ya pesa naweza nikaelewa Jemedali. No, Juma, nisikilize basi. Ndio. Sikuambii kwa sababu wewe uelewe. Sawa? Ndio. Na kuambia na nikitaka wewe nikuelewesha tu wewe peke yako, inawezekana tukafika kesho wewe hujaelewa. Inawezekana kuna watu wanatusikiliza wanaelewa. Lakini nataka kuonyesha tu muhimu haya mambo mengine yote. Kwa tuzo zitakuwepo. Hali ya utulivu. Tuzo zitakuwepo. Juma. Hali ya utulivu ndio msingi wa kila kitu. Lakini tuzo zitakuwepo baadaye. Juma. Hali ya utulivu ndio msingi wa kila kitu. Hakuna anayejua hapa future itakuwaje. Wewe unajua future itakuwaje? Waziri Mkuu juzi umemsikia akizungumza. Si ndio? Amezungumzia na ameulizwa maswali na waandishi wa habari kuhusiana na tarehe 9 inayotajwa. Si ndio? Au wewe hujasikia? Wewe unaishi wapi? Sawa. Kwa hiyo wewe kama binadamu, kama mwandishi, kama Mtanzania, ndio unapaswa kuchukua precautions. Tahadhari. Kwa hiyo kubwa hapa ni kubwa ambayo inaweza ikawa imesababisha kubwa zaidi kwa uzoefu wako, pesa ama usalama. Pesa si hawana na kuna mtu anataka kuweka.
lakini na yeye anachukua tahadhari hiyo. Sawa? Okay. Umeelewa? Na kumbuka Juma, yalikuwa yanazungumzwa mambo kabla hayajatokea tarehe 29. Yalikuwa yanazungumzwa hivi kwa udogo tu. Watu walikuwa wanaona ni jambo dogo. Lakini leo tunazungumza historia ambayo sio nzuri kwenye nchi yetu. Kwa lazima tuchukue tahadhari. Sawa. Basi sasa Jemedari, tunamaliza na story yetu nyingine ya mwisho hapa. Nilikuwa natamani sana kusikia pia mtazamo wako. Tarehe 29 ni uchaguzi wa bodi ya ligi. Yes. Na kinyang'anyiro ni kikali, unakiona, lakini wapi? Kinyang'anyiro ni kati ya Idrissa Nasor Father, ni watu wawili tu, kutoka Azam pale, pamoja na mwenyekiti wa Namungo FC Osea Lugano, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Lindi, mwenyekiti wa kamati ya mashindano, mjumbe wa Excom ya TFF na kiongozi mwenyekiti wa kanda. Si ndio hivyo? Ndio. Kinyang'anyiro ni kikali na uchaguzi utafanyika tarehe 29. Tutawatafuta hapa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya huo uchaguzi ambaye ni Karim Boimanda, lakini pia mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, na ningetamani sana tuwasikie wagombea wanataka kutufanyia kitu gani kuelekea kwenye uchaguzi wenyewe, Jemedari. Lakini mjadala ambao umekuepo, kuna mjadala miwili hapa ambao wadau wa soka pia wametutumia, wanatamani kusikia. Cha kwanza ni kuhusiana na wagombea hawa. Idrissa Nasor Father anatoka Azam FC, anahitaji nafasi ya kuwa mwenyekiti wa bodi. Kama kuna conflict pale of interest pale, kamanda, mgogoro wa kimaslahi, mgogoro wa kimaslahi hapa, kwa sababu Azam wanafanya biashara, Azam FC wanafanya, Azam TV wanafanya biashara, kwa maana Azam Media wanafanya biashara na bodi, sio ndio? Lakini huyu anatoka Azam FC ambayo pia ni mali ya Azam, ya wanaomiliki Azam TV. Anamiliki nani? Si Baresa Group. Sasa watu kidogo wanajenga. Unataka kusema nini sasa? Hoja hapa ni kwamba je, itakapofika watu wanataka kujadili maslahi mapana ya bodi na hawa wanaofanya nao biashara, kwa maana ya Azam TV, na huyu ndio mwenye mfano akipata nafasi hii, haiwezi kuleta mkanganyiko hapa. Bodi sio legal entity. Sawa. Bodi na iko chini ya TFF. Umeelewa? Mkataba unaingia ni TFF. Bodi haingii mkataba wote. Bodi haingii mkataba wote. Mwenyekiti wa bodi hana nguvu yoyote kwenye hii mkataba. Mkataba ni baina ya TFF na mtu mwingine na mdhamini. Ushauri mwenyekiti wa bodi anakuwa ni mtu tu amesogea pembeni pale, na mwenyekiti wa bodi sasa hivi anakuwa makamu wa pili wa rais. Kwa anakuepo tu pale, anayesaini pale ni rais wa TFF na mtu mwingine. Tena anaikuwa karibu yake ni katibu mkuu, kwa sababu CEO wa bodi mtu wake kwa bosi wake wa mwanzo ni katibu mkuu wa TFF. Kwa hawana kitu chochote. Yaani mpaka ajira ndio zinafanyika TFF. Ajira za watu wa bodi. Yes. Iko sawa sawa hiyo. Sasa si ni sehemu tu. Ile ni sehemu ya TFF. Bodi ni chombo cha TFF kilichoundwa kwa ajili ya kuendesha ligi za TFF. That's it. Hakuna conflict hapa. Nimekwambia, wewe unazungumzia kwamba extension ya mikataba inafanywa na TFF, ifanywe na bodi. Na Nasoro Idrissa amekuwa sehemu ya bodi kama makamu mwenyekiti kwa muda huu wote wa mzee Mguto. Yeye ndo makamu mwenyekiti. Lakini makamu mwenyekiti hana nguvu yote. Leo tunapozungumza yeye ndo mwenyekiti kaimu. Lakini huko nyuma, twende nyuma, aliyekuwa mwenyekiti wa Azam mzee Said Mohamed Abeid marehemu ndo alikuwa mwenyekiti wa bodi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.